Luka mtakatifu sura yake ya 19. Nitasoma kuanzia mstari ule wa 12, nitaendelea mpaka mstari wa 27. Basi akasema, mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili kujipatia ufalme na kurudi. Akaita watumwa 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatumtaki huyu atutawale. Ikawa aliporudi ameupata ufalme wake, aliamuru waitwe wale watumwa aliowapa fedha, ili ajue faida aliyoipata kila mtu kwa biashara yake. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu 10 zaidi. Akamwambia, vema mtumwa mwema, kwa vile ulikuwa mwaminifu katika neno lililo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu 5 faida. Akamwambia huyu, naye wewe uwe juu ya miji 5. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo nililiweka akiba katika leso, kwa maana nalikuogopa, kwa kuwa mtu mgumu. Waondoa usipoweka, wavuna usipopanda. Akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe. Ulinijua kuwa ni mtu mgumu, niondoaye nisipoweka, na kuvuna nisichopanda. Basi mbona hukuiweka fedha yangu kwa watu wao riba, ili nijapo niipate pamoja na faida yake? Akamwambia waliosimama karibu, mnyang'anyeni hilo fungu, mkampe yule mwenye mafungu 10. Wakamwambia, Bwana, anayo mafungu 10. Akawaambia, kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale, waleteni hapa, muachinje mbele yangu. Haleluya, watu wa Mungu. Kitabu cha Mathayo sura 25 mstari wa 14 hadi 28. Unaweza kuandika, nisisome kwa sababu ya muda, lakini ni maneno yanayorejelea kile ambacho nimekisoma. Ni mfano ambao Yesu aliutoa alipokuwa akizungumza na watu kwa habari ya ufalme wa Mungu. Nataka nizungumze kuhusiana na jihakikishe kama unaweza kutumiwa na Mungu. Jihakikishe kama unaweza kutumiwa na Mungu. Ndicho kichwa cha ujumbe wetu asubuhi. Kuna mambo 4 nataka niyafafanue kabla sijasonga mbele katika ujumbe huu. Katika maandiko haya tunaona Yesu anatumia neno kabaila, mtu mmoja kabaila. Kabaila ni nani? Mtu mmoja kabaila aliyesafiri kwenda nchi ya mbali. Tafsiri ya neno hili linalotumika hapa inamaanisha mtu mmoja kutoka katika familia ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Badala ya kutumia mtu mmoja kutoka katika familia ya kifalme, lilitumika neno mtu mmoja kabaila. Watu ambao wanatoka katika familia za kifalme huwa ni watu ambao wanarithi ufalme, wanakuwa na nafasi ya kutawala katika mataifa yao. Basi naye alitoka kwenda katika nchi ya mbali ili kujipatia ufalme. Na sentensi hii tafsiri yake ya rahisi ni kwamba alienda kuidhinishwa ili awe mfalme katika nchi yake. Ndio maana utaona alipokuwa ameondoka, watu wa mji ule walimfuata, walimtumia wajumbe, nendeni mumwambie kwamba hatutaki aje kututawala. Manake alienda ili arudi kutawala pale alipotoka.
Kwa hiyo alikuwa ameenda ili aidhinishwe kuja kutawala katika lile eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati alipoenda aliacha fedha yake. Katika Mathayo hatujasoma, lakini katika Mathayo inatumika neno talanta, kwamba aliwaita watu akawapa talanta. Hapa Luka wakati anaandika alitumia Kiswahili cha mafungu ya fedha, akawapatia watu. Wakati anawapatia wale watu, alitaka kujipatia watu ambao anaweza akawatumia katika utawala wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jihakikishe kama unaweza kutumiwa na Mungu. Ndio ujumbe wetu. Kwa hiyo akawapa fedha, akaenda akakaa. Alipoidhinishwa, alipopata ufalme, ndio akarudi. Sasa aliwapatia fedha au aliwapatia talanta watu. Sasa ukifuatilia katika ile Injili ya Mathayo sura ile ya 25 mstari wa 15, naomba ufungue pale. Wakati anawapatia fedha au anawapatia talanta zile, alikuwa anawapatia kulingana na uwezo wao. Alikuwa kwanza anajiridhisha kwamba huyu mtu anaweza kutumika katika nafasi hii ambayo mimi nitakuja kumpa baadaye. Anaweza akasimama kwa uaminifu, anaweza akafanya kazi kutimiza malengo yangu. Akawapatia fedha, akawapatia talanta, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Kwa jambo la pili ambalo nilipenda nifafanue hapa ni kwamba yule mtu Kabaila alienda kwa ajili ya kuidhinishwa kuwa mfalme. Lakini jambo la tatu ambalo nilipenda nilifafanue ni kigezo kilichotumika kuwapa watu fedha. Alikuwa na watumwa wengi, akachagua baadhi yao. Sasa katika wale akampa kila mtu kulingana na uwezo wake. Kwa hiyo jambo la tatu ningependa nifafanue ni hilo, kwamba kwa kadiri ya uwezo mtu alipewa talanta. Kwa kadiri ya uwezo mtu alipewa fungu la fedha. Jambo la nne ambalo nimependa nilifafanue ni thamani ya zile fedha au talanta walizopewa. Zile fedha walizopewa au talanta walizopewa zilikuwa na thamani kubwa, na wale ambao walifanyia kazi wakazalisha faida. Manake yule mtu alikuta wamekusanya fedha nyingi, alizikuta wale watu wanazo, na zile fedha zilimpa uwezo sasa wa kuamua kwamba hawa watu kweli wanaweza kutumika pamoja na mimi. Jihakikishe kama unaweza kutumika na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tafadhali jihakikishe unapoendelea kuishi, unapoendelea kumwabudu Mungu, unapoendelea kukaa kanisani, jihakikishe kwamba mimi Mungu anaweza kanitumia katika eneo fulani. Hakikisha unajua, hakikisha una uhakika kwamba kuna eneo ambalo mimi Mungu akiniamini, akiniweka hapo, naweza kusimama vizuri. Haleluya. Alikuwa na watumwa wengi, aliita miongoni mwao, ndio hao akawapa fedha, ili katika hao apate watu atakawaweka kwenye nafasi za kusimama naye katika utawala. Sasa hao ni mambo manne ambayo nimependa niyafafanue kabla sijaendelea na ujumbe wangu na kile ambacho nimekusudia kukizungumzia sana. Lakini jambo lingine ambalo nilizungumzie ni tafsiri ya huu mfano kulingana na kile Yesu alitaka kufundisha wale Mafarisayo. Tafsiri yake hapa, kuna watu wawili wanaonekana wanabeba mfano ule. Mtu mmoja ni Kabaila, lakini wengine wanaoonekana hapo ni watumwa. Yule mtu Kabaila katika mfano ule anamwakilisha Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale watumwa wanatuwakilisha sisi kanisa. Kwamba Yesu alikuja akalinunua kanisa kwa thamani ya damu yake, na baadaye aliondoka. Yesu atarudi tena. Atakaporudi atakuja kuwachukua wale waliomwamini na kuishi maisha matakatifu, kwenda nao mbinguni kutawala milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano ule unawakilisha kile ambacho Yesu alikifanya na kile ambacho atakifanya. Nazungumzia swala la kujihakikisha kama unaweza kutumiwa na Mungu. Ndilo jambo ambalo nalizungumzia. Na nimeanza kwa mfano ambao unaonyesha watu ambao waliaminiwa ili waweze kutumiwa
na mtu yule ambaye alikuwa asimame katika ufalme. Wakati yule mtu anahitaji kuwapata wale watu, aliwapima kwa kuwapa fedha ili wafanyie kazi fedha hizo, wafanye biashara, ili kwamba ajihakikishe kwamba watu hawa wanaweza kutumika pamoja naye, kwamba watu hawa wanaweza kutumika katika nafasi zile. Akawapatia fedha. Na mimi asubuhi ya leo nataka wewe binafsi uchukue nafasi ya kujipima na kujihakikisha kama Mungu anaweza akakutumia katika maisha haya yaliyosalia. Bwana Yesu asiwe sana. Na hili ndilo lengo la ujumbe wangu, kwamba kila mmoja wetu ahakikishe ana uwezo ambao Mungu anaweza akautumia kumtumia katika maisha yake. Bwana Yesu asiwe sana. Hakikisha unao uwezo binafsi. Ndilo lengo la ujumbe wangu asubuhi ya leo. Hakikisha unao uwezo binafsi katika jambo fulani ambao Mungu anaweza kautumia kukutumia katika dunia hii, kukutumia katika nafasi ambayo amekupa, kukutumia kule unakofanya kazi, kukutumia pale nyumbani kwako, kukutumia kanisani hapo, kukutumia mahali popote unapokuwepo. Hakikisha unao uwezo. Wale watumwa waliitwa na kupewa nafasi kwa sababu walikuwa na uwezo. Angalia uone. Naposema ni muhimu kujihakikisha kwamba unao uwezo ambao Mungu anaweza kuamini kwao akakupa nafasi ya kutumika katika nafasi fulani. Ni kweli. Hata yule mtu Kabaila naye aliwapima wale watu, aliwapa kwa kadiri ya uwezo. Katika kitabu cha Mathayo hapa sura 25 utaona mtu mmoja alimpa talanta 5. Alimpa talanta 5. Inaonekana yule mtu alikuwa na uwezo sana, kwa sababu alienda akafanya kazi, akafanya biashara. Wakati anarudi yule Kabaila anamkuta yule mtu na talanta 10. Manake kweli alipoangalia aliona huyu mtu ana uwezo, nimpe talanta 5. Haleluya. Mtu mwingine alipomwangalia mwingine akaona huyu mtu ninavyomuona huyu talanta 2 zinamtosha, kwa akampa talanta 2. Aliporudi akakuta yule mtu mwenye aliyepewa talanta 2 anazo talanta ngapi? 5. Mwingine alipomwangalia, si alikuwa ni nani kati yenu hapa? Si nimfananishe na nani kati yenu hapa? Alipomwangalia hivi akasema huyu nimpe talanta 1. Manake uwezo wake ni wa chini. I'm very sorry to say that. Nafikiri hakuna mmoja ambaye anafana naye hapa. Haleluya, watu wa Mungu. Uwezo wake ulikuwa mdogo. Alipomtazama akasema huyu nikimpa 5 zitapotea, nitakula hasara, nimpe 1 nijaribu. Akafukua chini akaificha ile talanta. Ndio ulikuwa uwezo wake. Kwa hiyo alipokuwa anawapatia talanta alikuwa anaangalia uwezo wa mtu kufanya kazi. Ndugu zangu, Mungu hawezi kukutumia katika eneo ambalo wewe sio bora. Atahitaji ujiboreshe, uhakikishe uko vizuri. Sasa unasikia wewe unataka Mungu akubariki, unataka Mungu akuongeze, alafu mentality yako unajiona kama mtu duni. Ndivyo unavyojitazama. Unajiona kama uwezo wako ni kumiliki 5,000. Mungu hawezi kukupa 10,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu maandiko yanasema vile ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukijiona wewe ni mtu wa kutembea na 1,000 kila siku, ndio hiyo. Kwa sababu hata kiongezeka ukapata 2,000, ile 1,000 itadondoka, itapotea. You cannot handle 2,000. Huwezi kubeba 2,000. Kwa ndugu zangu, unapotaka Mungu akutumie katika eneo lolote, lazima uongeze uwezo wako. Improve your capacity. Ongeza uwezo wako. Haleluya. Kama unataka uongezeke katika hilo eneo, anza kujiongeza wewe katika uwezo wako wa kubeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Uanze kujiongeza. Kama ulikuwa unafanya biashara fulani ambayo mtaji wake ni shilingi 10,000, natolea mfano. Mtaji wake ni shilingi 50,000. Natolea mfano. Ukitaka hiyo biashara iongezeke, lazima uanze kuona ukiwa na mtaji zaidi ya huo. Uanze kutamani kuwa na mtaji zaidi ya huo. Ndio sasa utaongezeka, vitaongezeka. Kwa sababu hata vikija tayari akili yako imejiandaa kuvibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabaila aliwaangalia watu, na ndivyo Mungu anavyofanya. Huu mfano ndivyo Mungu anavyofanya kazi.
Ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Ni kama vile sisi hatuwezi kuamini watoto wetu ambao bado hawajajitambua sana, kuwapa mambo makubwa, kuwapa vitu vya hatari. Hatuwezi. Hakikisha una uwezo kiroho. You can handle things spiritually. Unaweza kuvibeba vitu kiroho. Unaweza kuyabeba mambo ya kiroho ili Mungu kuamini katika mambo ya kiroho. Amen. Hakikisha una uwezo kubwa, umeimarika, umesimama vizuri kiroho, uko vizuri. Unaweza hata kuletea mtu mwenye shida, unaweza kumuombea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakikisha una uwezo wa kuyabeba mambo yako ya kiroho. Biblia inasema kwamba tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita katika mwili, maana vita vyetu, silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu. Kwa hakikisha una uwezo kiroho, unaweza kupigana vita kiroho. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hakikisha una uwezo kimwili. Hakikisha una uwezo kimwili. Hakikisha katika mambo ya kimwili kuna eneo ambalo wewe ni bora. Hakikisha katika mambo yanayokuzunguka there is a specific area, liko eneo mahususi ambalo wewe ni bora. Kama ni kwenye eneo la biashara, hakikisha unajiboresha na kuwa bora, unakuwa mtu mzuri. Ukifanya biashara unafanya katika viwango vizuri. Kama ni katika mambo ya huduma, umejiweka vizuri. Kama ni kwenye swala kufanya huduma, unafanya huduma vizuri. Kama ni kuimba, unaimba kwa viwango. Haleluya. Kama ni kuhubiri, unahubiri kwa viwango. Kama ni kuomba, unaomba kwa usahihi. Haleluya. Uwe hakikisha uko kuna eneo ambalo wewe ni bora. So, upo kanisani lakini haijulikani unaweza kufanya nini kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakikisha kuna kitu unajua kabisa na watu wanajua kwamba pale tukimpa Rose anafanya vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu anakutumia hapo. Anakutumia hapo kwa viwango na anakubariki kupitia hapo. Uwe bora. Hakikisha unaweza kutumiwa na Mungu. Hakikisha mtu wa Mungu unacho kitu ambacho wewe ni bora. Kuna mahali wewe ni bora. Haleluya. Ndio maana hutakiwi kufanya jambo lolote kwa viwango vya kawaida. Kwa sababu umeaminiwa na Mungu, umepewa nafasi hiyo, uitumie ili kuwa bora wewe na mtu mwingine wewe bora. Nikuulize swali. Swali hilo usinijibu, lakini nijibu wewe mwenyewe ndani ya moyo wako. Swali hilo ni hili. Ni eneo gani ambalo wewe ni bora sana? Eneo gani ambalo wewe ni bora sana? Ambalo hata ukisimamishwa unaweza kusema mimi ni bora katika eneo. Eneo gani? Ili mtu wa Mungu, ni eneo gani ambalo wewe ni bora? Wewe ni bora katika nini? Think about spiritual things. Fikiria kuhusiana mambo ya kiroho, lakini pia fikiria na mambo ya kimwili. Ni eneo gani ambalo wewe ni bora? Wewe ni bora katika jambo gani? Wewe ni bora katika nini? Wewe ni bora katika maombi. Tukizungumza mambo ya kiroho, wewe ni bora sana katika maombi. Je, wewe ni bora katika kuimba? Je, wewe ni bora katika kumtafuta Mungu na kuwa karibu na Mungu? Wewe ni bora katika eneo gani? Wewe ni bora katika kusoma neno la Mungu na kulielewa na kulifanua, kulifundisha kwa wengine? Wewe ni bora katika kufuata kanuni za Mungu na kuziishi? Wewe ni bora katika eneo gani? Wewe ni bora ukizungumzia mambo ya kimwili, yale mambo ya maisha ya kila siku? Wewe ni bora katika eneo gani? Wewe ni bora katika biashara? Wewe ni bora katika kujifunza? Ubora wako ndio utakaoamua Mungu akutumie kwa kiwango gani. Ubora wako, viwango vyako vile vitaamua Mungu akutumie kwa kiasi gani. Ninakuombea katika jina la Yesu, ubora wako ongezeke kuanzia sasa. Ili Mungu akutumie kwa viwango vikubwa. Uende mahali hujawahi kwenda, umiliki ambavyo hujawahi kumiliki katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Mungu hatembei na watu wanyonge.
Mungu anatembea na watu imara. Kuwa mnyenyekevu haina maana kwamba wewe ni mnyonge. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaweza kuwa mnyenyekevu na bado ukawa jasiri, pamoja na kwamba wewe unatembea kwa unyenyekevu. Sasa Mungu siku zote ukifuatilia katika maandiko utagundua miaka yote na enzi zote Mungu alifanya kazi na anaendelea kufanya kazi na watu wenye nguvu. Watu wenye nguvu ndio Mungu alifanya nao kazi, ndio watu Mungu anafanya nao kazi hata sasa. Watu wenye nguvu, strong people. Na ndivyo maandiko yanavyosema pia. Tukisoma, ukiangalia ile Injili ya Luka mtakatifu sura ile ya 19 mstari wa 24 na 26, ukisoma ile mstari utaona, tulikwisha kuisoma. Ukiangalia pale utaona kwamba mtu mwenye uwezo, mtu mwenye kitu ndiye anapewa zaidi. Utashangaa yule mtu aliposema kwamba nilikujua wewe ni mtu mgumu, unayekusanya usipotawanya, unayevuna usipopanda, nikaogopa, fedha yako nikaificha. Akasema we nitakuhukumu kwa kinywa chako. Akaambia wale waliokuwa karibu naye, mnyang'anyeni hilo fungu, mpeni yule mwenye mafungu 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpeni yule mwenye mafungu 10. Watu wakaanza kulalamika, we anayo mengine 10. Yesu akasema mwenye nacho atapewa zaidi. Mwenye nacho atapewa nini? Zaidi. Manake mwenye uwezo atatumiwa zaidi, atapewa fursa zaidi. Hakikisha unaweza kutumiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakikisha unacho kitu ambacho Mungu kwa hicho atakutumia zaidi, atakupa zaidi. Haleluya. Una nini? What do you have? Mtu una nini? Una nini? Kitu gani unacho ambacho hicho Mungu kitamfanya akutumie, akuongezee? Unacho kitu gani? Una nguvu ya maombi ili kwa hiyo Mungu akutumie zaidi? Una nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mnyang'anyeni, mpeni yule mwenye mafungu 10, na huyu mkamateni, mtupeni katika giza la nchi. Angalia tena kitabu cha Mathayo sura ile ya 11 na mstari wa 12. Haleluya. Tangu kipindi cha nani? Cha Yohana Mbatizaji, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu huteka. Lakini ukisoma kitabu kile cha Luka mtakatifu sura ile ya 16 na mstari wa 16, utaona Luka anasema sio tu kuanzia kipindi cha Yohana, tangu kipindi cha manabii kila mtu hujiingiza katika ufalme kwa nguvu. Ufalme ni nini? Ufalme ni nini? Ni neno pana sana. Iko ile maana ambayo kila mtu anajua habari ya ufalme wa Mungu, lakini bado ziko na maana zingine habari za ufalme. Yale mambo ambayo unayamiliki ni ufalme wako. Ni ufalme wako. Yale mambo ambayo unaweza ukayatawala ni ufalme wako. Sasa katika hayo hauwezi kuyatawala, hauwezi kuyamiliki kirahisi. Ni kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nguvu. By power. Haiwi rahisi. Haiwi rahisi kupiga hatua. Unaanza hilo utaliona hata mtoto anapokuwa anaanza kutembea. Haiwi rahisi. Utashangaa anapiga hatua moja ikamchukua hata wiki kuongeza ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine huwa inatokea anaanza hatua moja, baada ya kupiga ya pili anarudi kutambaa. Sio rahisi kupiga hatua kwenda hatua nyingine. Lazima nguvu itumike. Haiwi rahisi, ni kwa nguvu. So lazima uhakikishe unayo nguvu ambayo Mungu kwa hiyo anaweza kukutumia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ufanye kitu cha ziada. Lazima ufanye jambo la ziada. Nataka nikupe mfano katika ile Luka mtakatifu sura 19 na kumalizia. Ukipata nafasi utaenda kusoma Luka sura ile ya 19. Ukianza kusoma mstari ule wa kwanza ukaendelea hadi mstari wa 4, unakutana habari za mtu mmoja anaitwa Zakayo. Mtu mfupi. Mtu mfupi aliyekuwa na shauku ya kumuona Yesu. Alikuwa na shauku ya kumuona Yesu. Ndugu zangu, sio rahisi. Lazima uhakikishe una uwezo. Ukiona kwa namna fulani haiwezekani, you try another way. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajaribu njia nyingine.
uhakikishe unafika unakotaka kwenda. Haleluya. Zakayo bwana, yeye akawa anamsikia Yesu, hajawahi kumuona Yesu, ila anatamani kumuona Yesu, lakini uwezo wake ni mdogo. Yesu alikuwa anatembea na mkutano mkubwa, Zakayo mdogo mfupi namna hii, kila akijaribu kumuona Yesu angalau haiwezekani. Zakayo alifanya nini? Akakimbia. Haleluya. Akakimbia, kuna sehemu fulani katika ile njia Yesu atatumia, kuna sehemu kuna mkuyu, naenda kupanda juu to increase his capacity. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka kuongeza uwezo wake. Uwezo wake si mdogo, hawezi kuona katika hali ya kawaida. Akakimbia kwenda kupanda mkuyu. Alikuwa anataka nini? Alitaka kuongeza uwezo wake ili aweze kupata kila anachokitaka. Haleluya. Increase your capacity. Ongeza uwezo wako ili Mungu aweze kukutumia. Ongeza uwezo wako ili uweze kumuona Mungu. Haitakuwa rahisi, lazima ufanye jambo la ziada. Haleluya. Lazima ongeze kiwango cha maombi kiongezeke. Lazima badilisha namna unaomba ili kwamba uweze kusogea na kupiga hatua. Lazima uombe maombi fulani ili milango iliyokuwa imefungwa ifunguke. Haleluya. Increase your capacity. Vuka viwango vile, enda zaidi ya pale. Zakayo akakimbia. Alipofika kwenye ule mkuyu akapanda juu, lengo amuone Yesu. Angalia kilichofanyika. Sio tu kwamba alimuona Yesu, Yesu aliingia mpaka nyumbani kwake.